uwe nasi, e Bwana Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe uliye asili ya hadhi ya mwanadamu na mgawaji wa neema zote. Kwako wewe ulimwengu wote wanufaika, kwako wewe vitu vyote vinaimarika. Wewe ambaye kwa ajili ya kuliunda taifa la kikuhani wawapanga wa hudumu wa Kristo mwanao kwa nguvu ya Roho Mtakatifu katika ngazi mbalimbali ndani yake. Ndivyo katika Agano la kwanza kazi zilivyoanza na kukua kwa namna ya ajabu, na ulipowaweka Musa na Haruni kutawala na kutakatifuza watu wako, uliwachagua watu katika ngazi na hadhi mbalimbali chini yao kwa ajili ya jamii na utendaji wao. Ndivyo pia kule jangwani ulivyoeneza roho ya Musa kwa njia ya watu 70 wenye busara, wakawa wasaidizi wake miongoni mwa watu, hata akaweza kutawala kwa urahisi zaidi kundi lako. Ndivyo ulivyowajalia wana wa Haruni ukamilifu wa ukuhani wa baba yao, ili waweko makasisi wa kutosha kutoa sadaka za imani ambazo zilikuwa mfano wa mambo yatakayokuja kukidhi hadhi inayolingana kwa mujibu wa sheria za kikuhani. Na hatimaye katika utimilifu wa nyakati, Baba mwema, ulimtuma mwanao duniani, yaani Yesu Kristo, aliye mfalme na mshenga wa imani yetu. Yeye alijitoa kwako kwa njia ya Roho Mtakatifu, sadaka safi isiyo na doa, na akawafanya mitume wake aliowatakasa katika ile kweli washiriki utume wake. Hao nao uliwaongezea waandamizi wa kutangaza neno lako na kufanya kazi ya kueneza wokovu kwa dunia nzima. Sasa tunakuomba, e Bwana, katika unyonge wetu utujalie wasaidizi hawa wetu ambao tunawahitaji katika utendaji wetu wa ukuhani wa kitume. Baba mwenyezi, tunakuomba umpe huyu mtumishi wako hadhi ya upadi. Utie upya moyoni mwako roho wa utakatifu, asimamie kazi ya daraja la pili ambayo amepokea kutoka kwako, e Mungu, na kwa maisha yake awe mfano wa maadili, awe msaidizi wetu mwema, ili maneno ya Injili yazae matunda katika mioyo ya watu na yaenee hadi mipaka ya dunia kwa njia ya mahubiri yake, kwa neema ya Roho Mtakatifu. Pamoja nasi, ewe mgawaji mwaminifu wa mafumbo yako, kusudi pamoja nasi awe mgawaji mwaminifu wa mafumbo yako, kusudi taifa lako liumbwe upya kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa mara ya pili, na lilishwe hatareni pako, na wenye dhambi wapatanishwe nawe, na wagonjwa wafarijike. Awe daima na ushirika nasi, e Bwana, kwa kukusihi huruma yako kwa ajili ya watu waliokabidhiwa kwake na pia kwa dunia nzima, na hivyo mataifa yote yapate kukusanywa katika Kristo na kuwa taifa lako lililo moja tu, na lifikie utimilifu wake katika ufalme wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Na kwa sala hiyo ya kumweka wakfu huyu ndugu yetu amefanyika kuwa kuhani, naomba tumshangilie Mwenyezi Mungu.